Asante sana kutoka katika studio za ITV Mikocheni jijini Dar es Salaam. Leo nipo katika makumbusho ya taifa ya Dr. Rashid Mfaume Kawawa iliyopo katika mtaa wa Merikebu, Bomba Mbili, manispaa ya Songea, mkoani Ruvuma. Kuhusiana na makumbusho haya na kwenda kuzungumza na mhifadhi kiongozi wa makumbusho hii, hebu tuambie makumbusho hii ilianzishwa lini na lengo hasa ya kuanzishwa makumbusho haya ni nini? Makumbusho hii ilizinduliwa mwaka 2017 mwezi wa pili tarehe 27. Lengo la kuanzisha makumbusho hii ilikuwa ni kwa ajili ya kuhifadhi historia ya hayati Dr. Rashid Mfaume Kawawa. Tukija hapa kwenye makumbusho, mtalii wa ndani au wa nje akitembelea hapa, ni nini kipo hapa? Ataona nini? Ataona historia ya Rashid Mfaume Kawawa kwa kupitia picha na picha mbalimbali za matukio mbalimbali ambayo Kawawa alikuwa akifanya kazi zake, lakini pia kuna medali. Ametunukiwa na medali nyingi kutokana na uongozi wake uliotukuka, lakini pia makumbusho hiyo wakati wanamjengea nyumba walimwekea na handaki kwa maana ya litumike endapo kama kuna lolote baya litatokea aweze kujiokoa. Ni kwa nini walimjengea handaki? Walimjengea handaki kwa sababu wakati wanajenga nyumba hii, baadhi ya nchi kusini mwa Afrika zilikuwa bado zinapambana kupigania uhuru, na Kawawa alipewa majukumu ya kusimamia. Walimwekea ili handaki kwa maana ya kwamba iwe ni namna ya kujiokoa endapo lolote likitokea, kwa sababu Kawawa alipewa jukumu la kusimamia ukombozi au kusimamia namna taifa letu lilivyosaidia nchi za kusini mwa Afrika kujipatia uhuru. Mtazamaji wa ITV, kuhusiana na makumbusho hii na zungumza na mhifadhi mwingine Bi Christina Ayubu Shelukindo, atatuambia ni kwa namna gani Mama Sofia Kawawa, mke wa hayati Dr. Rashid Mfaume Kawawa, ni kwa namna gani alikuwa na mchango kwenye uongozi wa Tanzania katika kumsaidia mumewe mzee Rashid Mfaume Kawawa. Shiriki kikamilifu na yeye katika harakati za uhuru wa nchi yetu. Hivyo alichangia kikamilifu katika kuongoza wanawake kupigania uhuru wa nchi yetu. Ukijaribu kuangalia, aliwahi kuwa mwenyekiti wa Umoja wa Wanawake wa Tanzania, lakini pia aliwasaidia wanawake katika kutambua kwamba wana nguvu na uwezo. Kuhusiana na makumbusho hii ya Dr. Rashid Mfaume Kawawa, na kwenda kuzungumza na mwenyekiti wa mtaa wa Merikebu ambako makumbusho hii ipo. Karibu. Sasa faida ambazo tunazipata kwenye makumbusho hii, kwa kweli wananchi wengi wa mtaa huu na gharama ambazo zimewekwa kwenye namna gani ya kufikia kuona historia ya Mheshimiwa Kawawa zimekuwa chini. Kwa hiyo inasababisha wananchi wengi na wageni wengi waje kwenye makumbusho hii ili kuona na kuelewa historia nzima ya Mheshimiwa Mfaume Kawawa. Kwa hiyo imekuwa njia rahisi sana ya Mheshimiwa waziri wetu kumtambua. Lakini kiufupi, hapo awali wananchi wa mtaa huu, hii nyumba ilikuwa ya familia, lakini familia ilikabidhi kwenye serikali na kubadilisha matumizi toka kwenye matumizi ya kifamilia na kuwa makumbusho. Nadhani ni makumbusho ya taifa. Na kama mnavyotambua ndugu wananchi, ni kwamba waziri wetu amekuwa na vipindi viwili. Mtazamaji wa ITV, na warejesha studio za ITV na Radio 1 Mikocheni jijini Dar es Salaam. Mlikuwa nami Joseph Mwambije kutoka hapa Bomba Mbili, manispaa ya Songea, mkoani Ruvuma.